Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU yawataka wananchi kutokubali kupokea rushwa kutoka kwa wagombea wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao. Na serikali yatoa ufafanuzi kuhusu tangazo la shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Naam, mtazamaji, habari ya asubuhi, karibu sana katika habari ya asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU imewataka wananchi kutokubali kupokea rushwa kutoka kwa wagombea wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu 2025, kwa kuwa kufanya hivyo kutawanyima haki ya kuwawajibisha wasipotimiza ahadi zao. Mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila ametoa wito huo jijini Dodoma wakati wa ziara ya washiriki wa kozi ndefu ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC Tanzania kundi la 13 la mwaka 2024-2025 kutoka mataifa 16 ya bara la Afrika na Asia pamoja na mwenyeji Tanzania, huku akisisitiza kuwa taasisi hiyo inashirikiana kwa karibu na taasisi za nje kuchunguza na kuwakamata wala rushwa. Lakini vivyo kuna kipengele muhimu sana katika utendaji mzima wa taasisi za kupambana na rushwa duniani. Hii tunaita mutual legal assistance, ambapo sasa tunaweza kutumia mamlaka ya kupambana na rushwa ya nchi nyingine kutusaidia kumtafuta au kufanya uchunguzi na pengine hata kumkamata mtumiwa wetu wa rushwa ambaye amekimbilia katika nchi zao. Wananchi wasiombe rushwa kwa wagombea na wagombea wasitoe rushwa kwa wananchi, kwa sababu tunachoeleza wananchi ni kwamba ukipewa rushwa basi na una haki ya kudai maendeleo kutoka kwa huyu mgombea atakapokuwa kiongozi. Kwa upande wa Jeshi la Magereza nchini limeeleza kuhusu utekelezaji wa mkakati wa uainisho na utenganisho wa wafungwa, ambapo wahalifu wenye viashiria hatari kutokana na makosa yao wanatengwa na wahalifu wenye tabia njema ili wasiwashawishi kufanya makosa. Tunatekeleza swala la uainisho kwa maana ya kuwatenga kulingana na vigezo mbalimbali vikiwemo aina ya makosa, lakini pia tabia na menendo yao, ili wale ambao wanaendeleza taratibu au tamaduni wa kuwafundisha vibaya wenzao basi tunachukulia hatua stahiki. Na lengo la kuwatenga ni kwamba wasiweze kukutana mara kwa mara na wale wahalifu ambao wana tabia njema ili kuambukiza tabia zile ambazo hazitakiwi ndani ya magereza yetu. Akiongoza ujumbe wa washiriki hao kutembelea vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya mafunzo kwa niaba ya mkuu wa chuo cha NDC Tanzania, afisa mwandamizi elekezi wa Jeshi la Nchi Kavu NDC, Brigedia Jenerali Charles Ndiege, amesema chuo hicho kimepanga kuongeza idadi ya washiriki wa kozi hiyo kwa maslahi ya taifa. Chuo katika kuhakikisha kwamba inazalisha viongozi ambao ni wengi ili kuweza kusimamia sera katika idara mbalimbali. Chuo kina mpango wa kuongeza idadi ya washiriki hadi kufikia kozi ijayo tunakusudia kuwa na wanafunzi ambao hawatapungua 70. Kwa mafunzo ambayo tulipata itatusaidia pakubwa sana tukiwa chuoni bado na pia tutakaporudi katika taifa ama mataifa yetu ambayo tumetoka. Ya kwanza ni kuhusu uadilifu katika kazi na namna ya kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano kuweza kurahisisha kazi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'an ya mabara ulimwenguni yanayotaraji kufanyika siku ya Jumamosi Machi 16 katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Mabara matano nje ya Afrika plus bara moja la Afrika. Jumla ngapi jamani? Mabara 6. Kisha lile bara lingine lile nyinyi mnajua zaidi, akai mtu lile, si ndio jamani? Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa Al-Hikma Sheikh Nuruddin Kishki amesema maandalizi yote yamekamilika, huku washiriki wote wamethibitisha ushiriki wao, ambapo pia Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na Naibu Waziri Mkuu Doto Biteko watakuwa wageni maalum katika mashindano hayo. Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Kassim Majaliwa naye tutakuwa naye. Lakini kipekee mwaka huu tutakuwa na Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Mashaka Biteko, rafiki yangu huyu, kiongozi ambaye ni waajabu sana, anajua Kiarabu na anajua kusoma Qur'ani kwa Kiarabu.
Aidha, Sheikh Kishki amesema katika mashindano hayo mshindi wa kwanza ataibuka na kitita cha shilingi milioni 30, huku mshiriki wa Kitanzania atakaingia nafasi ya 5 bora atapatiwa kiwanja chenye square mita 600 katika eneo la ufukwe wa Kigamboni. Mwaka tuna slogan na tuna kauli mbiu na tunakuja kivingine. Mwaka huu kauli mbiu yetu inasema Qur'ani tukufu ni moja kati ya mawili baba, ama ikunyanyue au ikubwage. Twendeni sasa ikatunyanyue, kwa sababu hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahihi pale aliposema inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa amewaasa watafiti, wabunifu na wagunduzi wa sekta mbalimbali nchini kuchukua hatua za maksudi katika kutumia teknolojia zinazoibukia ili kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini, ikiwemo wabunifu wachanga kupata fursa ya masoko. Waziri Jerry Silaa ametoa maelekezo hayo katika ziara yake ya siku moja ya kutembelea vituo atimizi vilivyopo jijini Arusha kwa lengo la kutambua na kuwawezesha wabunifu wachanga kutumia teknolojia ili kufikia masoko. Leo ziko kampuni kubwa duniani ambazo zilianza kama mawazo ya wabunifu wachanga. Kwa tunaamini kabisa kama unavyoona baadhi ya bunifu zimevuka mipaka, zinafanya kazi ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya Afrika, dunia nzima. Nia ya serikali na nia ya Mheshimiwa Rais ni kuona bunifu za vijana wa Tanzania zinawezeshwa, zinasaidiwa na zinavuka mipaka na kuweza kuajiri wao wenyewe, kutoa ajira kwa wenzao, lakini kuchangia kwenye uchumi wa taifa na kuweza kufanya Tanzania iwe ni moja kati ya maeneo ambayo yana attract financing toka maeneo mbalimbali nchini kuweza kuwezesha bunifu hizi, lakini vile zinakuwa ni bunifu ambazo zinaweza kufanya kazi ndani na nje ya Tanzania. Kwa upande wake, naibu mkuu wa chuo cha ufundi Arusha ATC Florence Mamboya ameeleza mpango mkakati wa serikali utaleta chachu kwa ubunifu na wagunduzi wadogo kuna jinsi gani watatumia teknolojia katika kukuza ubunifu wao ili wajikwamue kiuchumi. Ni bunifu ambazo zikibiasharishwa, zikipelekwa sokoni, ni bunifu ambazo zinaenda kutatulia matatizo au zinaenda kuongeza tija ya uzalishaji au kuwanufaisha vijana kwenye kujipatia ajira na kujipatia mitaji ili waweze kujiendeleza kiuchumi. Agrey Mbwana ni miongoni mwa wabunifu ambaye amebuni programu ya kuuza na kuagiza bidhaa pasipo kumlipisha mteja hadi mzigo umfikie. Yeye anajivunia kuweza kutoa ajira kwa vijana wasomi. Manake mtu yeyote anayetaka kununua bidhaa kwenye application yetu sisi, unanunua bidhaa ndo unalipa mzigo ukipokea. Sasa je, what is so fun na interesting ni kwamba hata usafiri ulipi. Sisi baba wenyewe kama kampuni ya baba tunakufacilitate, tunakulipia usafiri wako wewe mwenyewe. Kikubwa leo kusema tu mimi niko fulani, leta mzigo leo wapi? Dodoma, Kiela, Mbeya, Mtwara, Ruvuma. Mzigo wako unafika ndo unalipia kwa kukagua kwanza. Ukifika unafungua mzigo, unakagua vizuri, uko vizuri, unalipa. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wananchi wanaoishi katika mji wa Tunduma mkoani Songwe uliopo mpaka wa kuelekea nchi jirani za Zambia, Malawi na Kongo wameomba serikali kutoa elimu ya namna ya kujikinga na ugonjwa wa Mpox pamoja na kuzitambua dalili zake, na kwamba eneo lao lina mwingiliano mkubwa wa watu kutoka mataifa mbalimbali. Hii ni baada ya Wizara ya Afya kutangaza uwepo wa wagonjwa wawili nchini wanaoumwa ugonjwa wa Mpox. Ugonjwa nausikia, ila tahadhari zake sijajua nichukue tahadhari zipi ili kuepukana na huo ugonjwa. Ningependa kwamba serikali itusaidie sisi kama watu wa mpakani, maana ugonjwa unakotokea inasemekana ni Kongo, lakini hapa tulipo katika huu mpaka tunachanganikana sana, watu wa Kongo, Zambia, Zimbabwe, hata South Africa. Tungependa msaada ili kwamba tusije tukapatwa na huo ugonjwa. Kuhusu huo ugonjwa wa nyani, hapana jamani, hatujapata maelekezo, bado hatujajua. Mimi natamani serikali iongeze miundombinu ya taarifa ili taarifa kama hizi ziwe zinawafikia wananchi kwa wakati. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao wanatumia mpaka huo kusafiri kwenda nchi jirani. Natoka Kongo narudi Tanzania, ndo saa hii naingia hapa. Tahadhari tunazichukua ndo kama hivi, tunakuja kujiangalia afya zetu kama tuko sawa. Tunanawa mikono, naona hatushikani na watu mikono, vitu kama hivyo.
Serikali naona inajitahidi kwa sababu wanatumia madokta na kuelimisha. Naitoka Zambia naingia Tanzania, lazima nawe pale, anapotoka pale getini lazima nawe kuelekea nje. Mganga mkuu wa mkoa wa Songwe Daktari Boniface Kasululu anasema tayari wataalamu wa afya waliopata mafunzo ya utambuzi wa ugonjwa huo wameweka kambi katika maeneo ya mipaka ya Tunduma na Isongole wilayani Ileje. Tuna timu za afya ambazo muda wote ziko pale. Tunao wataalamu ambao wako chini ya Wizara ya Afya na kitengo cha afya mpakani. Na kazi kubwa ambayo inafanyika pale ni kuhakikisha tunafanya ule upimaji wa siku zote, tunasema routine screening, kwamba wageni wanapoingia kuna eneo maalum pale kunawa mikono, lakini wote lazima wapite kwenye ile scanner, thermoscanner, ambayo inaweza kubaini zile dalili za mwanzo kupitia joto la mwili. Lakini akazitaja dalili za ugonjwa wa mpox. Na vipele katika maeneo mbalimbali ya mwili, anakuwa na homa kali ama mwili kuuma. Kutoka Tunduma mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Utafiti unaonyesha kwamba baadhi ya wagombea wa nafasi za uongozi na wanasiasa hawafahamu umuhimu wa vyombo vya habari katika kufikisha ujumbe kwa wananchi au wapiga kura wao, hasa inapofika wakati wa kampeni. Mtafiti mkuu kutoka Shule Kuu ya Uandishi wa Habari SJMC, Dr. Malima Zakaria amebainisha hayo katika hafla ya uzinduzi wa kitabu cha mwaka kuhusu ubora wa vyombo vya habari Tanzania kwa mwaka 2024 uliofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo ripoti hiyo imeangazia uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwishoni mwa mwaka 2024. Hii inatokana na baada ya kufanya mahojiano na wadau wa habari, tuwahoji wahariri wa vyombo vya habari, tuwahoji taasisi zinazoshughulikia mambo ya habari kama TAMWA, tuliwahoji NIPA, tuliwahoji TARE, tuliwahoji, wakatoa maoni yao jinsi ambavyo matokeo yana reflect gani. Kwanza walisema wagombea walikuwa na uelewa mdogo kutumia vyombo vya habari kunadi sera zao. Kwa upande wao, mkuu wa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari SJMC Dr. Mona Mwakalinga na mkurugenzi wa masomo ya uzamili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa Donata Tibuhwa wamesema tafiti hizo zimeandaliwa kwa ubora wa hali ya juu. Udhibiti ubora ni kipengele muhimu sana kwenye mradi wetu wa yearbook. Jambo hili linatumika kama kiunzi muhimu kwa kuzifanya data zinazochambuliwa zibaki kuwa sahihi na zenye kamilifu na kuaminika. Utafiti huu unatekelezwa na shule yetu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma kila mwaka. Na hii ripoti ni ya 6 toka kuanza kwake kutolewa. Ninawapongeza sana Shule Kuu ya Uandishi wa Habari ya Chuo cha Dar es Salaam. Kitabu cha mwaka kuhusu ubora wa vyombo vya habari nchini Tanzania kimejikita katika kuandika na kutathmini hali ya sasa ya tasnia ya habari, kikilenga kuangazia maendeleo na changamoto zinazoikabili tasnia ya habari. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Wazalishaji wa makaa ya mawe mkoani Ruvuma wametakiwa kuongeza kasi ya uzalishaji na usafirishaji wa malighafi hiyo kwenda mataifa mbalimbali kwa lengo la kuongeza mapato ya mkoa na nchi kwa ujumla, kabla ya mataifa yenye nguvu kuanza kusuluhisha mgogoro wa vita baina ya nchi ya Urusi na Ukraine, ambao wamekuwa wakizalisha ni wazalishaji wakubwa wa gesi hapa duniani. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Ahmed Abbas Ahmed wakati wa ziara ya kujionea hali ya uzalishaji wa makaa ya mawe kwenye migodi ya Ruvuma Coal, Tani Coal, Itegemee Holding Company na Mill Coal, ambapo amesema kwa kuwa serikali imeweka mazingira rafiki ya uwekezaji, amewataka kutumia fursa hiyo katika kuongeza uzalishaji. Hii ni biashara ya kifursa, yani business of opportunity. Imesababishwa na vita hivyo nilivyovisema. Kwa hiyo tujitahidi katika kipindi hiki kufanya production ya tonnage nyingi na tuzipeleke duniani ili kuongeza mapato ya mkoa na nchi kwa ujumla. Mkisuasua uzalishaji alafu biashara hii ikaanza kuingiliwa kati, vita itakapokuwa imekwisha, maana yake production inaweza ikabaki chini na uchumi wa nchi na uchumi wa mkoa utabaki hapo ulipo.
Kwa upande wa mwenyekiti wa umoja wa wachimbaji mhandisi Bosco Mabena amesema changamoto kubwa ya usafirishaji wa makaa ya mawe ni ubovu wa barabara kutoka kwenye migodi na kuleta bandari kavu, huku baadhi ya wazalishaji wakiahidi kuongeza kasi kwa kuwa soko bado liko imara. Hizi barabara zimekuwa ni changamoto kidogo pamoja na madaraja, kwa hiyo usafirishaji wa makaa ya mawe umekuwa ni shida hasa kipindi hiki cha mvua. Kampuni imefanikiwa kulipa kodi mbalimbali ikiwemo kodi ya huduma service levy, mrabaha, kodi ya wafanyakazi pei na kodi zote kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa hivi soko kubwa sisi tunapeleka mkaa wetu bandarini Mtwara. Na pia tunapeleka kwa wateja wengine kama vile Keda Kenya na viwanda vingine vilivyopo hapa Tanzania. Wakala wa barabara Tanzania TANROADS wameanza ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka kijiji cha Amani Makolo hadi Luanda kwa lengo la kupunguza vumbi ili kurahisisha usafirishaji wa makaa ya mawe. Ditanyoni, Channel 10, Ruvuma. Wananchi wa tarafa ya Ulaya wilaya ya Kilosa wameeleza furaha yao kwa kupokea gari la wagonjwa, wakimshukuru Rais wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake katika kupambana na vifo vya mama na mtoto, ambapo awali wananchi walilazimika kutembea kwa zaidi ya kilomita 60 kufuata huduma za afya Kilosa mjini. Tanzania inaendelea kupiga hatua katika kupunguza vifo vya mama na mtoto, ikiwa lengo la kufikia vifo 70 kwa kila vizazi hai 100,000 ifikapo mwaka 2030. Taarifa ya demografia na afya Tanzania kwa mwaka 2022 inaonyesha kupungua kwa vifo hivyo kutoka 556 kwa mwaka 2015 hadi vifo 104 kwa mwaka 2022, ikiwa ni mafanikio ya juhudi za serikali katika sekta ya afya. Wakazi wa Kilosa wanaeleza kupatikana kwa gari la wagonjwa katika tarafa ya Ulaya yenye kata 3 kunatajwa kuwa msaada mkubwa kwa wananchi. Ulaya tulikuwa na shida ya barabara. Vitu vyote tulikuwa tunavyohitaji mpaka ambulance tumeipata. Jamani wana mama, tulikuwa tunafia njiani sisi kwenye kuzaa kwenda Kilosa. Tulikuwa tunapata gharama kubwa sana kwa ajili ya kuweza kutoa fedha kuweza kuwasafirisha hawa wagonjwa, kwa ajili ya kuweza kukodi vyombo vya usafiri, kwa ajili ya kuweza kuokoa uhai wa ndugu zetu. Watu wa Uwenda, Zombo na Ulaya, wanawake Uwenda kupoteza maisha kwa ajili ya kujifungua. Uwenda kuna shida sana. Kutoka kituo cha afya Ulaya mpaka kufika Kilosa kwa pikipiki tumeteseka. Maisha mengi yamepotea. Akikabidhi gari hilo kwa mganga mkuu wa wilaya Kilosa, naibu waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mikumi, Dennis Londo, amesema hatua hiyo ni jitihada thabiti za serikali katika kupunguza vifo vya mama na mtoto, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kuboresha huduma za afya na kuhakikisha jamii inapata huduma bora. Na katika jitihada zake sisi ni wanufaika. Ujio wa ambulance hii maana yake inaenda kuzuia vifo ambavyo vinaweza kuepukika. Maana yake tuna uwezo sasa wa kuchukua wagonjwa kutoka kwenye zahanati kuwaleta kituo cha afya. Tuna uwezo wa kumchukua mgonjwa kutoka kwenye kituo cha afya kumpeleka kwenye hospitali ndani ya muda mfupi. Na hilo linaenda kupelekea kuondokana na kupunguza vifo vinavyoweza kuepukika. Kwa kupata hili gari la kubebea wagonjwa, maana yake ni kwamba watu wa kata ya Ulaya watakuwa wamekombolewa, hasa kwenye wale wagonjwa ambao ni mahututi na hasa yale magonjwa ambayo ni ya dharura. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye mkesha wa maombi ya kuliombea taifa pamoja na viongozi. Lengo ni kuliinua taifa hili la Tanzania ili liweze kufikia mazuri yote inayoyatamani ambayo yanaweza kupatikana kupitia maombi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kiongozi wa kanisa la Heavenly Image Manifest Nabii Edmund Mystic amesema ni bora kusimama na kuomba kuliko kuendelea kutabiri mabaya ambayo manabii wengi wamekuwa kitabiri, ikiwemo vifo vya viongozi wakuu hapa nchini. Katika maombi hayo wataombea pia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Maombi hayo yatafanyika Ijumaa ya wiki hii katika ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam, ambapo mawaziri mbalimbali pia watashiriki. So kuna vitu ambavyo taifa Tanzania tunatamani viweze kuonekana katika taifa letu Tanzania, lakini mambo hayo hayawezi kutokea kama hayatengenezwa katika ulimwengu kiroho.
So maombi ni platform kubwa sana katika ulimwengu huu wa kuweza kutengeneza matokeo ambayo sisi tunayatamani kuyaona katika taifa la Tanzania. Hakuna anayependa kuona vita Tanzania, hayupo anayetamani kuona mabaya Tanzania, na yale mazuri ambayo tunayaombea kila siku na tunatamani kuyaona lazima tuyatengeneze kwa maombi. Lakini sisi kazi yetu ni kuondoa mabaya ambayo yameonekana, kwa mfano mauti kwa viongozi wa serikali ambao manabii zaidi ya wengi wamekuwa naona. Na hatuwezi kukubali kuona kwamba tunapoteza rais mwingine pengine katika kiti cha urais au mabaya na kukutana katika taifa letu. Tumeona Kongo anapitia vita kubwa sana. Sio kwamba sisi ni watakatifu, lakini tukisimama kuomba tutaambia Mungu kwamba mabaya kama vita hatuhitaji yatokee hapa Tanzania. Na tuna uchaguzi mkubwa sana katika mwaka huu, na upekee tulionao katika mwaka 2025 umetusukuma kuweza kusanyika na kuweza kuombea taifa la Tanzania. Na mtazamaji, na katika michezo, kufuatia shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kutoa tangazo la kufungia uwanja wa michezo wa Benjamin Mkapa, serikali imesema walitakiwa kuwasiliana nao kabla ya kufungia kwa sababu uwanja huo ulishakarabatiwa. Akizungumza mapema hii leo, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, amethibitisha kupokelewa kwa taarifa ya kuufungia uwanja huo kutokana na dosari kwenye eneo la kuchezea iliyojitokeza wiki mbili zilizopita wakati wa mchezo wa ligi kuu kati ya Simba na Azam FC. Tumeipokea ile taarifa. Ukaguzi wa CAF ulifanyika kama wiki mbili au zaidi zilizopita, na ule ukaguzi ulifanyika baada ya mechi ya Simba na Azam. Kumbukeni, sisi uwanja tulishautangaza kuufunga kwa ajili ya kupisha ukarabati, lakini hizi mechi zinakuwa na mashabiki wengi na kuna mambo mengi ya kiusalama na nini na nini. TFF wakaja kutuomba, tunaomba tutumie uwanja. Siku wamekuja wale, uwanja ule ulikuwa umekatwa nyasi mpaka chini kabisa. Kwa wachezaji walipokuwa wanacheza, na unajua hizi mechi zina pressure, uwanja ukaenda unachimbika baadhi ya maeneo. Wakaguzi wa CAF walikuwepo, wakatuambia hakikisheni mnarekebisha, na wakataka mashine za kurekebishia pichi wazione. Zile mashine sisi wakati huo ziko njiani, zinatoka kwa mtengenezaji China zinakuja Tanzania. Zimefika wiki moja na nusu iliyopita. Yaani zilifika baada ya siku 5. Dabi kama ingefanyika juzi, Benjamin Mkapa iko tayari. Kwa baada ya ile tangazo lao la asubuhi, tumewasiliana na TFF na tukawaambia hivi, waambieni hao wakaguzi wa CAF waje wakague leo. Huwezi ukakagua wiki 3 zilizopita halafu unakuja kufunga uwanja baada ya wiki 3. Leo uwanja uko tayari, tumeshaleta zile mashine, zimekuja, serikali imenunua mashine, tumetengeneza, uwanja uko tayari. Lakini tulitangaza uwanja unakarabatiwa. Uwanja uko kwenye ukarabati. Hizi mechi zinazofanya pale ni kwa maombi, na kusema ukweli ni kwa maombi yao. Sisi wenyewe hatukutaka mechi yote ifanyike pale, kwa sababu ni lazima umwache mkandarasi mpaka amalize. Actually kwa sisi serikali kuendelea kutumia uwanja wakati bado unakarabatiwa inatuongezea gharama. Huu uwanja utakiwa ukamilike mwezi wa 8 mwaka jana. Mpaka leo haujakamilika kwa sababu kila wakati tunatumia uwanja. Sasa nafikiri mmenielewa, lakini tumeshaongea na CAF kwamba waje waangalie uwanja uko tayari, tumesharekebisha na mashine zimefika, na lile tangazo walitakiwa watuambie kabla hawajalitoa. Yakini Mwakatobe, Channel 10 Michezo. Haya, taarifa hiyo ya Yakini Mwakatobe, mtazamaji, anatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.